tukapata funzo nini tujifunza. Kwa hiyo leo tuko hapa kutoa tamko letu kama wajasiriamali wadogo wa mkoa wa Dar es Salaam kutoka wilaya zote 5. Na niko na wenzangu kutoka wilaya ya Ubungo, Kinondoni, Temeke na Ilala. Kwa naomba nichukue fursa kwanza niwakaribishe kwenye press hii. Na ningeomba pia ifike sehemu zote muifikishe. Sasa nichukue fursa hii nimkaribishe mwenzangu Bwana Selemani Bane aweze kutoa tamko letu rasmi. Karibu. Kama alivyokwisha tangulia mjasiriamali mwenzangu kutoka wilaya ya Ilala akitokea eneo la Gongo la Mboto kwa huo utambulisho, mimi kwa majina naitwa Selemani Saidi Bane. Ni mjasiriamali ambaye pia natokea eneo la Ilala kwa maana ya mfanyabiashara wa vifaa vya michezo. Nipo hapa rasmi kwa niaba ya viongozi wenzangu pia kuyasema yale maazimio ambayo kama wajasiriamali tunayatoa kwenu na kuyafikishia jamii. Naomba niwape hiyo taarifa sasa. Taarifa kwa umma. Tamko la wajasiriamali mkoa wa Dar es Salaam kuhusu vurugu za Oktoba 29 na ustawi wa taifa. Dar es Salaam, Tanzania. Sisi wajasiriamali wa kada mbalimbali kutoka wilaya zote 5 za mkoa wa Dar es Salaam tumefikia maazimio haya baada ya kutafakari kwa kina madhila na madhara tuliyokumbana nayo sisi binafsi, biashara zetu, wafanyakazi wetu pamoja na wakazi wa mkoa kwa ujumla kufuatia vurugu na machafuko ya Oktoba 29. Tunatambua wazi kuwa wajasiriamali kama wadau wengine katika jamii tuna changamoto, madai, matamanio na mahitaji halali yanayohitaji kusikilizwa, kujadiliwa na kutatuliwa. Hata hivyo, uzoefu wa Oktoba 29 umetufundisha kwa gharama kubwa kuwa vurugu, uvunjifu wa amani, kuchoma moto mali za umma na binafsi, kutukana viongozi wa serikali na kila aina ya uchochezi haviwezi kamwe kuleta suluhu ya changamoto za wananchi. Tunaeleza kwa masikitiko makubwa na maumivu ya dhati kufuatia madhila yaliyowakumba wakazi wetu wa mkoa kutokana na vurugu na machafuko ya Oktoba 29. Madhila ambayo sio ya kujivunia wala kukubalika kama taifa. Tunalaani kwa nguvu zote uharibifu wa miundombinu ya mabasi ya mwendokasi uliosababisha watumishi kukosa ajira au kipato, wananchi kukosa huduma za usafiri na mizigo mikubwa ya kiuchumi kwa jamii. Madhila ya wajasiriamali na wafanyakazi waliokuwa wameajiriwa katika taasisi na maeneo ya kazi yaliyoharibiwa na kuchomwa moto, hali iliyosababisha kupotea kwa ajira, familia kukosa kipato na juhudi za miaka mingi kufutika kwa muda mfupi, vifo, majeruhi na madhara mengine ya kibinadamu yaliyosababisha majonzi makubwa kwa familia na jamii. Tunasema kwa msimamo usiotetereka, hakuna hoja, madai wala malalamiko yoyote yanayoweza kuhalalisha uharibifu wa miundombinu ya umma, kuchomwa kwa mali za watu au kupotea kwa maisha ya wananchi. Kutokana na madhila hayo, sisi wajasiriamali tumefikia hitimisho la pamoja kuwa vurugu hazisikilizwi, uchochezi haujengi, matusi kwa viongozi wa serikali hayatatui shida za wananchi, na kuchoma mali za umma na ubinafsi ni kujiumiza sisi wenyewe. Tumejifunza pia kuwa aina hii ya vurugu na uchochezi imekuwa ikihamasishwa na wanaharakati waliojificha nje ya nchi, wasiobeba gharama za matokeo ya machafuko
pamoja na baadhi ya wanasiasa wa vyama fulani hapa nchini wanaotumia hasira za wananchi kama mtaji wa kisiasa. Kwa uhalisia huo, tunasema wazi kuwa njia hizo zimefeli na hazina nafasi katika mustakabali wa taifa letu. Kwa msingi huo, sisi wajasiriamali tunatoa maazimio yafuatayo. Tutapaza sauti kupigania ustawi wa taifa letu, tukitambua kuwa bila amani hakuna biashara, hakuna ajira, wala hakuna maendeleo ya jamii. Tutapingana na wanaharakati wote waliojificha nje ya nchi, wanaohamasisha vurugu, machafuko, uvunjifu wa amani na dharau kwa wananchi na serikali, bila wao kubeba athari za matendo yao. Tutakataa kila aina ya ushawishi wa wanamitandao unaolenga kueneza chuki, migawanyiko na uchochezi miongoni mwetu. Tutawapinga wanasiasa wote wanaotumia vurugu, matusi na uchochezi kama njia ya kutimiza malengo yao ya kisiasa nje ya misingi ya kidemokrasia. Tunakemea viongozi wa dini wanaochochea vurugu, migawanyiko au uchochezi wa kidini kwa maslahi ya kisiasa, kwa kuwa vitendo hivyo vinahatarisha mshikamano wa taifa letu. Tunachukua wajibu wa kupinga propaganda zinazotumia kizazi cha Gen Z kuhalalisha vurugu, fujo na ukosefu wa maadili, na badala yake tunaendelea kuwasilisha Gen Z kama nguvu kazi yenye tija na mustakabali wa taifa. Tunasimamia kwa msimamo thabiti kwamba Tanzania ni mimi, tukitambua kuwa mimi ndiye nchi, mimi ndiye serikali, mimi ndiye mwenye wajibu wa kulinda amani, uchumi na ustawi wa taifa. Aidha, tunawahamasisha wajasiriamali wote kada zote ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na nchini kwa ujumla kuwa daraja la kutatua changamoto zao kwa njia sahihi kupitia mazungumzo, mifumo halali ya kisheria, ushiriki wa wadau na uwajibikaji wa raia. Tunasisitiza kuwa hakuna changamoto inayotatuliwa kwa kuchoma miundombinu, kwa vurugu au kwa kuchochewa na watu wasiobeba gharama za matokeo. Naomba kuhitimisha kwa kauli moja. Sisi wajasiriamali tunakataa vurugu, tunakataa uchochezi wa aina yoyote, tunakataa uharibifu wa mali za umma pamoja na binafsi, na tunachagua amani kuwa njia pekee ya kulinda maisha, biashara, mustakabali wa taifa letu. Asanteni sana. Kwa hiyo tutamkaribisha kutoka wilaya ya Temeke naye aseme kidogo. Karibu Dalusi.